Yesu asifiwe. Basi tumshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Funika macho yako tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, tunalitakuza na kulibariki jina lako, uliye Mungu mkuu mwenye nguvu na uweza na mamlaka yote. Asante Bwana kwa ajili ya nafasi ya upendeleo ambayo Mungu umetupa. Asante Bwana kwa ajili ya uaminifu wako. Asante Bwana kwa ajili ya uweza wako. Tunashuka na kunyenyekea Bwana chini ya mkono wako uliodari. Sawa sana neno lako linaposema ya kwamba nyenyekeeni chini ya mkono wako uliodari ili waweze kuweza wakati wake. Nasi watoto wako tumenyenyekea Bwana, ndio maana mpaka sasa tunaanza na wewe katika masifu ya asubuhi, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, tunakusihi tukiomba toba na rehema. Turehemu Bwana kati ya wingi wa rehema yako, katika jina la Yesu Kristo. Tunaachilia damu yako Yesu Kristo ikapate kunena mema ndani ya fikra zetu, ndani ya mioyo yetu na mawazo yetu na ufahamu wetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Roho Mtakatifu, tunakukaribisha katika ibada hii Bwana, ukatufundisha na kutuelekeza katika jina la Yesu. Ninakwenda kinyume na mamlaka zote za nguvu za giza, pia roho kila namna sasa tuzurisha katika ibada hii kwa jina la Yesu. Tunaziteketeza kwa moto, tunashikia moto wa damu ya Yesu kwenye ardhi na kwenye anga la mahali hapa, kwenye mabenchi tunashikia moto wa damu ya Yesu, tukipiga kila roho za upinzani wa namna yote kuzuia neno la Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Tunaangusha kila fikra na mawazo yote yanayuka kupinga elimu ya Mungu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, tunaalika uwepo wako Roho Mtakatifu, kaa pamoja nasi katika ibada hii. Sasa na neno lako katika Zaburi ile 32 mstari wa 8 ambao unasema utatufundisha na kutuonyesha njia tutakayoendea, utatushauri na jicho lako utatazama. Tuko mahali hapa, tufundishe, tuelekeze. Tumia kinywa changu kwa ajili ya kusema na watoto wako katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Amen. Sema amen. Basi tunaendelea na somo letu. Jana tulipita mahali na mahali, tukatazama habari ya mtu mmoja anaitwa Yabes katika kile kitabu cha Mambo ya Nyakati wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 9 mpaka wa 10. Tumeangalia habari za Yabes kwa namna alivyomlingana Bwana, na pia tukaona maana ya jina Yabes kwamba ni huzuni. Kwa hiyo tukatazama kwa namna ambavyo tunafaa watoto zetu majina. Kwa hiyo tuangalie, tukapita sehemu mbalimbali, kwa hiyo sitokaa sana hapo. Pia tukaona katika Yeremia 31 mstari 32 kwamba Bwana ameumba jambo jipya duniani, kwamba mwanamke atamlinda mwanaume. Tukaona kwamba mwanamke anamlinda mwanaume kwa njia ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo leo natamani tujifunze. Andika kama na karatasi yako au una diary yako, unaweza kuandika mambo ya maombi ya kufunguliwa macho ya ndani ili uone fursa mbalimbali. Maombi ya kufunguliwa macho ya ndani ili uone fursa mbalimbali. Tafungua kile kitabu cha Efeso mlango wa kwanza na ule mstari wa 18. Efeso mlango wa kwanza na ule mstari wa 18. Tasoma katika jina la Yesu. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi ulivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. Tarudia tena. Efeso mlango wa kwanza mstari wa 18. Neno la Mungu linasema, macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi ulivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo.
Mtume Paulo anazungumza na kanisa lililoko Efeso kuhusu habari ya macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Tunajua tuna macho yanaonekana, tunatazama kwa namna ya kuonekana, lakini pia kuna macho ya ndani ambayo Mtume Paulo anazungumzia ni macho ya nini? Ya roho. Mtu mwenye macho ya roho akikuangalia hivi anaweza kujua una tatizo gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mtume Paulo anaombea Waefeso akisema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Ina maana macho yao yalikuwa na giza, kuna vitu walikuwa havioni. Wao wanatazama kwa nyama au kwa jinsi ya mwili, lakini kuna vitu viko kwa jinsi ya roho wao havioni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama na notebook unaweza kuendelea kuandika. Ninatoka kuwa mtu wa kiroho, ninakuwa mtu wa rohoni. Ninatoka kuwa mtu wa kiroho, ninakuwa mtu wa rohoni. Kuna watu wa design mbili. Kuna mtu wa kiroho na kuna mtu wa rohoni. Mtu wa kiroho ni mtu wa aina gani? Mtu wa kiroho ni mtu yeyote aliyokoka, anamkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi. Huyo tunaita ni mtu wa kiroho. Na ndio maana watu wanasema makanisa ya kiroho, makanisa ya watu wafanini wanaokoka. Kwa hiyo kitendo cha kumkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi, huyo ni mtu wa kiroho. Na mtu wa rohoni, mtu wa rohoni ni mtu wa rohoni, macho yake yanaona vya ndani visivyoonekana. Kwa hiyo mtu wa rohoni macho yake yanaona vya ndani visivyoonekana. Kwa hiyo kuna watu wawili, kuna mtu wa kiroho na kuna mtu wa rohoni. Sasa katika hapa mtu wa kiroho na mtu wa rohoni, watu wa rohoni wako designs mbili. Kuna mtu wa rohoni ambaye yuko upande wa Mungu na kuna mtu wa rohoni ambaye yuko upande wa nani? Wa shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu anaweza kukutazama, anakutazama tu, alafu anaanza kuambia matatizo yako yote. Hujamwambia kitu, lakini yeye amekuona kwa jinsi ya roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tusome katika kitabu cha Injili ya Luka Mtakatifu kule mlango wa 8. Tuangalie mfano huu wa mtu wa rohoni lakini katika upande wa nguvu za giza. Injili ya Luka mlango wa 8 mstari 26 mpaka 30. Tasoma katika jina la Yesu. Wakafika pwani ya nchi ya Wagerasi inayoelekea Galilaya. Naye aliposhuka pwani, alikutana na mtu mmoja wa mji ule mwenye pepo akuvaa nguo siku nyingi, wala hakukaa nyumbani ila makaburini. Alipomwona Yesu, alipiga kelele, akaanguka mbele yake, akasema kwa sauti kuu, nina nini nawe, Yesu mwana wa Mungu aliye juu, na kusihi usinitese? Kwa kuwa amemwamuru yule pepo mchafu amtoke mtu yule, maana amepagawa naye mara nyingi, hata alilindwa kifungoni na kufungwa mnyororo na pingu, akavikata vile vifungo, akakimbizwa jangwani kwa nguvu za yule pepo. Yesu akamuuliza, jina lako nani? Akasema, jina langu Jeshi, kwa sababu pepo wengi wamemwingia. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu mtu wa Gerasi aliweza kumtambua Yesu kwa namna ya roho, na ndio maana aliweza kuwa na hofu naye. Kwa sababu gani? Kuna watu wengi walikuwa wanapita pale makaburini, lakini kama tunavyojua mtu alipagana na pepo hauwezi kupita karibu naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Hauwezi kupita karibu naye, lakini baada ya kutambua kwamba huyu Yesu ni mwana wa Mungu, aliogopa kwa sababu aliona nguvu ambazo ziko ndani ya Yesu tofauti na nguvu ambazo ziko ndani yake. Huyu alikuwa na uwezo wa kufungwa na mnyororo,
fungu la pingu lakini anakata. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona huyu mfano, huyu ni mtu wa kiroho, mtu wa roho katika ulimwengu wa roho Mungu za giza ambayo shetani alikuwa anamtumia kwa ajili ya kazi yake. Lakini pia tukiangalia mfano mwingine wa mtu wa roho katika ulimwengu wa nuru. Hapa tusijosoma, nitakupa mistari utasoma. Kile kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume ule mlango 13 mstari wa 8 mpaka 11. Matendo ya Mitume mlango 13 mstari wa 8 mpaka wa 11. Hapa tunazungumzia mtu mmoja ambaye anaitwa Elima Mchawi au Simon Mchawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati kuna mtu mmoja anaitwa Sergio Paulo alikuwa anataka kusikia injili kutoka kwa kina Petro, kwa kina Mtume Paulo, lakini huyu mtu alianza kuachilia moyo mgumu kwa yule kiongozi ambaye anaitwa Sergio Paulo. Kwa hiyo tunaona Mtume Paulo akamkazia macho, akamwambia, ewe utaacha nini kuipotosha njia ya Mungu? Alimtazama kwa namna ya roho, kwa sababu ile vita haikuwa vita mwilini. Wao walikuwa wanapambana kinamna ya roho. Hakuna mtu mwingine anaweza kujua. Mnaweza mkaa hapa, lakini kuna mtu anafanya vitu vyake juu. Hata mtu wa roho ndio anaweza akatambua hapa kuna kitu gani kinachoendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nini maana ya kusimama hapa katika pointi au mstari kwamba tumombe Mungu atufungue macho yetu. Mtu yeyote mwenye nguvu ya kuona roho, vita vyake ni vikali sana. Vita vyake ni vikali sana. Kwa sababu kuna mtu anaweza kawa amelala usiku wa choo unakuja naona. Kwa hiyo na wao hawapendi kuonekana. Kwa hiyo wanapambana naye mpaka wahakikisha waone. Na wapo watu wengi sana walikuwa wanaona mambo mengi lakini sasa hawaoni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona kwamba kuna umuhimu gani wa muombaji kuwa na macho ya roho. Muombaji ambaye ana macho ya roho ni sawa na muombaji kipofu. Haleluya kanisa. Kwa hiyo tuombe Mungu atufungue macho yetu ya roho, atufungue macho yetu ya roho. Nataka nikwambie kitu, unaweza ukawa na mtaji, fedha nyingi sana, lakini ukashindwa kitu cha kufanya kwa sababu macho yako yamefungwa. Lakini kuna mtu ambaye mtu wa roho anaweza kata na pesa kidogo akaanzisha biashara yake akafanya na akafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Au hakuna watu design hiyo. Mtu anayekwambia mimi sijui kitu cha kufanya, labda niangalie biashara gani nitakayofanya. Ina maana hapo kuna vita katika ulimwengu wa roho, na wengine watakuta mpaka yeye isha kabisa ndio baadaye anakuja kupata wazo ya kufanya jambo. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Tutaangalia mfano wa watu wawili ambao walikuwa wanakwenda katika kijiji cha Emau kilichokuwa mbali na Yerusalemu. Utasoma katika kile kitabu cha Injili ya Luka Mtakatifu ule mlango wa 24 na mstari wa 16. Hawa watu baada ya Yesu kufa siku ya tatu kufufuka, habari zake zikawa zimeenea. Sasa watu wanatembea wanasemezana wao kwa wao. Yesu akatokea. Baada ya kutokea wakashindwa kumtambua kwa sababu Yesu alikuwa amewafumba macho yao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wakati wanaongea mshasifu sasa Yesu anasema ngoja mimi niendelee safari yangu. Anasema hapana, sasa hivi shakuwa jioni, twende wote pamoja. Kwa hiyo walipofika baada ya kukaa wakiwa kusanyiko, Yesu akaambia, mahali hapo mna kipande cha samaki, mna kipande cha mkate? Wasema tunataka kimeja hapa. Yale macho yao yakafunguka wakapata kujua kwamba ni nani Yesu. Kwa hiyo tunawezekana kabisa watumishi wa Mungu kwa macho kuna vitu pamoja na Mungu awabariki sana. Na kila mmoja alifika mahali hapa. Mungu atufungue macho. Mungu akubariki sana. Tunakumbuka habari za mtu mmoja aliyekuwa baba Yesu. Haleluya. Haleluya. Kama na Mungu alitumia ili
uamuzi wa kuondoka. Baada ya kuondoka, yule punda ambaye alikuwa amempanda, kila anapomwendesha yule punda anamwona malaika yuko mbele anashika panga, baba yeye amuone. Kwa hiyo punda anakoma kwenda, baba anampiga yule punda. Kila akipiga punda anakaa chini, anabadilisha njia. Akifika huko malaika anatokea tena upande wa pili, baba anampiga yule punda. Mwisho wa siku Mungu akamfungua macho Balaam, ndipo akaona malaika amesimama na ule panga. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna vitu kwenye maisha yetu sisi hatutaweza kuviona bila kufunguliwa macho ya roho. Hakuna kitu ambacho tutakuwa mtumishi wa Mungu kuomba kama kuomba Mungu akufungue macho ya roho. Tunaomba vitu vingi sana, juu ya mitaji, juu ya changamoto mbalimbali tunazopitia, kwamba Mungu atusaidie. Lakini kuna kitu kimoja, kuna kiungo kimoja ambacho kinaitwa macho. Macho ya roho ni lazima tuyaombee. Na kama Mungu amekupa neema ya kuwa na macho ya roho, endelea kuombea ili adui asiweze kunyang'anya. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Mtu ambaye mwenye macho ya roho anaweza hata amelala, lakini pia Mungu akamuonesha vitu vinatokea. Kama mimi niko huko Bukoba, sawa, Mungu akaonyesha vitu vya Dar es Salaam vinatokea. Na pia ukawapigia simu wakakwambia kile kile. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo watumishi wa Mungu ni lazima tumuombe Mungu. Kuna vitu kwenye maisha yetu havitaweza kutokea hata siku moja pasipokuwa na macho ya roho. Tuangalie mfano mwingine tena. Mtu mmoja ambaye anaitwa Ajili. Utasoma kwenye kitabu cha Mwanzo mlango 21 na ule mstari wa 19. Tunaona habari za Ajili ambaye mtoto wake ni Ishmaeli. Ishmaeli ambaye baba yake ni Ibrahim. Tunaona Ajili alipofukuzwa na Sarai katika nyumba ya Ibrahim, akaenda kukaa jangwani. Akiwa jangwani amemwacha mtoto wake amekaa kwa mbali, anamtazama yule mtoto akiwa amempa kichupa cha maji kwa pale. Yule mtoto alipokunywa ile maji akawa ameisha. Sasa Ajili amekaa pembeni analia, anamwangalia amwone Ishmaeli anapokufa. Lakini Ishmaeli alikuwa analia sana. Ndipo Mungu akasikia kilio cha Ishmaeli, akamtuma malaika wake aende kumwambia Ajili, nimesikia kilio cha mtoto wako. Nimesikia kilio cha mtoto wako. Ndipo Mungu akamfungua macho Ajili, akaona kisima cha maji. Akachota ile maji na kwenda kumpelekea nani? Ishmaeli. Akampa kanywa na mtoto akaendelea kuishi. Nami naomba yangu katika jina la Yesu Kristo, wacha Mungu akakufungue macho, ukaone fursa mbalimbali, ukaone kibali ambacho Mungu ameweka ndani yako katika jina la Yesu. Kama na mimi mshangilie Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele. Haleluya. Haleluya. Tuangalie mfano wa mtumishi wa Mungu mwingine tena. Kile kitabu cha Wafalme wa Pili. Kitabu cha Wafalme wa Pili mlango wa 6 na ule mstari wa 17. Hapa kuna mtumishi wa Mungu anaitwa Elisha. Elisha wakati alikuwa amekaa kwenye nyumba yake amelala na mfanyakazi wake ambaye anaitwa Gehazi, jeshi la Shamu lilijipanga kwenda kumtafuta mahali popote Elisha alipo ili wamrudishe Shamu, kwa sababu walipewa maagizo na mfalme. Kwa sababu gani walipewa maagizo? Kila Washamu wanapotaka kwenda kuangamiza wana wa Israeli, Elisha alikuwa anatoa taarifa. Kwa hiyo wanapokwenda pale na jeshi limeshaondoka. Kwa hiyo ndipo siku moja mfalme wa Shamu akawauliza, akamwambia, ni nani miongoni mwetu ambaye anayetoa asili yetu? Kwa sababu kila tunapohitaji kupambana na ile jeshi, wale tunapofika hawapo. Kuna mtu mmoja akasimama akasema, kuna nabii mmoja anaitwa nabii Elisha. Yule nabii akikaa chumbani mwake anajua taarifa zote. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo mfalme akatoa agizo kwamba mkamtafute popote alipo, afunge kulipa jibu. Wakafanya upelelezi, wakajua yuko sehemu moja inaitwa Dosa. Wakasema, mfalme, tumejua yuko mahali fulani. Akasema, sasa sikieni,
mkusanyeni majeshi yote, mwende mkamkamate mlete. Nabii wa Bwana Elisha na Gehazi hawana habari, wamelala, jeshi linazunguka. Asubuhi Gehazi anatoka, anaona jeshi kubwa linazunguka, anarudi ndani kwa spidi. Baada ya kurudi ndani anamwambia, wanangu, leo tunauawa, nje kuna jeshi kubwa linazunguka. Elisha hakuwa na wasiwasi yoyote. Elisha baada ya kutoka nje, akaliona ile jeshi la Washamu. Yeye akahangaika na ile jeshi. Alichokifanya kwanza, akamwomba Mungu, akamwambia Mungu, ninakuomba mfungue macho huyo kijana aweze kuona waliokuwa upande wetu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akamfungua macho Gehazi. Gehazi akaona jeshi kubwa la malaika wanapanda farasi wa moto wakiwa na silaha kuliko ile jeshi la Washamu. Haleluya. Kwa hiyo Mungu asingemfungua macho Gehazi, asingeweza kuona ile jeshi kubwa. Baada ya kuona ile jeshi, ndipo akakiri ushindi. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumwomba Mungu atufungue macho yetu, ili kuna baadhi ya vitu tuweze kuviona. Kama unaamini, shangilia Bwana Yesu kwa makofi mengi. Weka mkono wako kifuani. Sema, Baba, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, wewe ni Mungu mwenye uweza, wewe ni Mungu mwenye nguvu. Ulimfungua macho Gehazi, akaona ile jeshi kubwa. Nami Bwana Yesu, nifungue macho nikaweze kuona fursa mbalimbali zinazokuwa mbele yangu, katika jina la Yesu. Pamoja na mimi sema amina. Shangilia tena Bwana Yesu kwa makofi mengi na vigelegele. Haleluya kanisa. Kwa hiyo tujifunze kuwa na maombi. Kama ulivyojawahi kuombea. Kuna wakati wanaambia watu, jifunze kuombea viungo vyako pia vyote. Si kama kuna mtu anaelewa. Kwa sababu kuna mahali unakwenda, unapiga ile hatua watu wanatafuta, wanachukua unyayo. Kwa hiyo kama unaombea, wakichukua unyayo kupeleka labda mwe mchanga kwa ganda, kuna kwa ni moto. Wanasema huyu mtu hawezi kuishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tujifunze unapoamka, ombea viungo vyako, vifunike kwa damu ya Yesu. Mimi nakwambia katika eneo unalokaa, wanaweza kukuta mchanga. Wacha kutafuta kila engo wakupate. Kuna kipindi fulani mwaka juzi, ilikuwa eneo moja kule linaitwa Kabweni sana huko. Wangapi wanafahamu? Amina. Nilipokuwa kule nilikuwa nafanya huduma mkutano. Kiukweli Mungu alijizilisha sana. Siku ya kwanza watu walifunguliwa, watu wengi. Kile kijiji kikataharuki. Nikiwa niko ndani mahali ambapo nilipolala, usiku wazee wa kazi wakaja. Wakasema ngoja kupima hapa moto kweli. Mimi nimelala kama mtoto mchanga, selewi lolote. Unajua sasa tuna ulinzi mkubwa. Mimi naambia watu, mtumishi wa Mungu, unalinda ulinzi wako ni mkubwa kuliko watu wa rais. Nikiwa nimelala selewi lolote, nafika asubuhi, nimeshaja saa 12, huwa nilikuwa na tabia kukutana na mtu mmoja baada ya mwingine kwa ajili ya deliverance. Sasa nilikuwa kwenye deliverance, nimekutana na mtu wa kwanza, nikakutana na mtu wa pili. Hapo wale mapepo wakaanza kuibuka. Anza kusema, wewe ni mtu wa gani? Tumekutafuta, tumekuja usiku, lakini tumekukuta huko macho. Sasa ngapi ya walimu melala? Haleluya. Haleluya kanisa. Kwa hiyo kuna namna ambavyo watumishi wa Mungu pia unapokana Mungu vizuri, Mungu anaachilia ulinzi mkubwa kwa maisha yako. Hapo unaweza kuogopa kitu chochote. Wanaambia watu, popote nitakapokanyaga nyayo, maadamu nina Yesu, hata kwa kuna chao sitaweza kuogeka na wala sitaweza kufa kwa chao katika jina la Yesu. Naambia watu, ni lazima wawe na uhakika. Kama wao wanakuwa na uhakika, wanataja na mganga wangu ngotanga babu yangu, ukimuuza tu kidogo na safiri. Hawasema hivyo. Na kwa hiyo kiuni weka zuna. Sasa Yesu sisi ni zaidi ya vitu vyote. Unapokuwa na Yesu umepata vyote. Jiamini mtumishi wa Bwana. Hata usikie kuna nani, siku na machefu kuna nani. Mwambie mimi nina Yesu alikuwa juu
ya vyote. Haleluya, haleluya. Biblia inasema tunalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani. Kwa njia nini? Nakupa tena shida hiyo, tunakwenda kuomba. Siku moja nilikuwa natembea barabarani, ndio hapo kuna kitu kanigundua jinsi ya watu wanavyoona roho. Mimi natembea tu hivi kama kawaida, nikitembea ninaimba yani na upako tu, ingawa sauti yangu ile yani kwa nini nitembea ninaimba. Kuna mtu mmoja akanisimamisha akaniambia, mbona ndakuwa umezungukwa na jeshi kubwa? Sika kuna mtu ananielewa. Kwa hiyo kuna namna fulani tunatembea tunalindwa, tumelala tunalindwa, tupo kazini tunalindwa. Haleluya, haleluya. Mwambie usiogope wewe. Kwa hiyo upande wako ni wewe kuliko upande wao. Shika sadaka yako, simame tuombe. Tumeka muda huu tupate maombi kidogo. Haleluya. Tunaomba kwa kuabudu, unaweza kufanya mambo makubwa. Tutakwenda kuombea macho yetu pia. Tutakwenda kuombea macho yetu. Tunaomba mbalimbali. Karibu kwa ajili ya uumbaji. Mbele Mungu anaweza kufanya. Nikoleti na Mungu, mwabudu Mungu. Tutakwenda kwenye maombi. Hautaweza kutoka kwa kama jinsi ulivyoingia. Sema tena kwa sauti, Baba, katika jina la Yesu. Sema tena kwa sauti, Baba, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Asante Bwana kwa jina neno lako ambalo umelituma asubuhi ya leo. Bwana Yesu, ninasogea mbele zako. Ninaomba tena, ninaomba rehema kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, damu ya Yesu idondekayo kwa ajili ya wengi. Hiyo damu ikamtakase, ikamtakase moyo wangu, fikra zangu, macho yangu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu.
endelea kuomba. Omba. Afungue macho yako, fungua macho yako. Endelea kuomba Bwana, niko mahali hapa. Fungua macho haya, ukanionyeshe zile fursa ambazo zimejificha. Rapasika, rapapapusika, reboshata. Bwana, tuko mahali hapa Baba. Tunaomba Bwana wa majeshi, ufungue macho yetu ya ndani, ufungue macho yetu ya ndani, yakapate kuona sawasawa Bwana na jinsi upendavyo Baba. Tukaone fursa mbalimbali, tukaone kibali, tukazione zile baraka ambazo Bwana unaweza kusudia kwenye maisha yetu. Rabashekebe, rabasata. Fungua macho mwana wewe, fungua macho kijana wewe, fungua macho mtoto wewe, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Rabashika, rabapapasaya. Tunakomboa kila macho yote yaliyoibiwa na nguvu za giza. Tunaachilia moto, tunarejesha ile nguvu ya kuona iliyoibiwa. Tunarejesha kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Rabashika, ribapapa, ribosia, karabasata, rabapapa, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Fungua macho yetu Bwana, fungua macho yetu Bwana. Ni wakati mwingine tena tunahitaji Bwana, tukaone zile fursa, tukaone kile kibali, kama Mtume Paulo aliposema na kanisa la Efeso, macho yao yenu yatiwe nuru. Hewe ndio tumaini na mtu wake Yesu alivyo. Nasi tuko mahali hapa. Ondoa kila giza kwenye macho yetu, ondoa kila ukungu kwenye macho yetu. Achilia nuru yako, achilia nuru yako, achilia nuru yako. Rapapapa, riposika, hadara masaya, hadara musika, hadara murusa. Rapapapa, rapapapa, rapasaka, rapashakaribu. Kuna mtu mmoja anakwenda kufunguliwa macho yake, anaulishwa tena ile nguvu ya kuona, anaulishwa tena ile nguvu ya kuona, anaulishwa tena kile kipaji cha kuona. Endelea kuomba leo, endelea kuomba, usinyamaze. Pambana katika ulimwengu wa roho. Chochote madhabahu yoyote iliyohusika kuchukua macho yako, peleka moto kwenye hiyo madhabahu, peleka moto, teketeza hizo madhabahu, angamiza. Haya, pambana na hizo madhabahu. Mungu wetu ni moto lao, peleka huo moto. Unapasekata hiyo madhabahu iliyokuwa kwenye mapango, ikateketee. Hiyo madhabahu iliyokuwa kwenye makaburi, ikateketee. Hiyo madhabahu iliyokuwa kuzimu, ikateketee. Kila madhabahu yote iliyokamata macho yako, iliyokamata fursa yako, iliyokamata kibali chako, leo ni mwisho, leo ni mwisho, leo ni mwisho, leo ni mwisho, leo ni mwisho. Rapapapa, rapapapa, loboshikaraba, likasata, bando lobosika. Endelea kuomba, usinyamaze, usinyamaze, usinyamaze. Huu ni wakati wa kupambana ili vya kwako virudi. Unapopata nguvu ya kuona, unaona vitu ambavyo Bwana amekuandalia, Bwana amekusemesha. Kazi ya adui ni kukatisha tamaa. Sasa unapoona unapata nguvu na kuendelea kusonga mbele na kuendelea kumtafuta Bwana, kwa maana liko tumaini katika mtu mkato na kwamba utachipuka tena. Endelea kuomba, mwambie Bwana achipushe tumaini jipya kwenye maisha yako. Mwambie Bwana achipushe nguvu mpya kwenye maisha yako. Rapapapa, roboshekeru, remashanda, mando robosika, mando robosea, mando robosika. Wakala robosika, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu, na kwa jina la Yesu. Nyosha mikono yako juu. Sema Bwana Yesu. Sema tena Bwana Yesu. Baba, katika jina la Yesu, mkono wa kuume umejaa wingi wa siku, mkono wa kushoto utajiri na heshima. Bwana Yesu, kupitia mkono wa kuume nijaze wingi wa siku kwenye maisha yangu, katika jina la Yesu. Ninakataa uharibifu wote kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Sitokufa kwa uchawi, kwa uganga, kwa ushirikina, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Maana imeandikwa, hakuna uchawi juu ya Yakobo wala juu ya Israeli. Kwa damu ya Yesu,
heshima. Bwana Yesu, naomba nguvu ya kumiliki na ya kutawala katika jina la Yesu. Chochote kile ninachokifanya kikawa na maongezeko katika jina la Yesu. Roho za mapoza ninazikataa katika jina la Yesu. Roho za mapoza ninazikataa katika jina la Yesu. Bwana Yesu, nijaze kwa kidogo, kwa kikubwa, nijaze kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Endelea kuomba, endelea kuomba mikono yako, endelea kuombea mikono yako. Adui akitaka kupiga uchumi wako, anashughulika na mikono. Unaweza kupata mshahara mzuri, lakini katika mshahara haufanyi kitu chochote. Unaweza kufanya biashara, lakini hauoni faida kwa sababu tayari mikono yako adui anaachilia mauti, adui anaachilia uharibifu. Endelea kupambana, endelea kuombea. Achilia damu ya Yesu kwa hiyo mikono, achilia damu ya Yesu. Takasa, komboa, piga roho ya mauti iondoke kwenye mikono, piga watu wote iondoke kwenye mikono. Abashakarabu likapakoya andarosita riposita rapapapa rapapapa. Sijaona watu wakiomba hapa, sijaona watu wakiomba. Pigana, endelea kupambana. Hiyo biashara yako haitakiwi maki hapo, inatakiwa ifike kwenye viwango vingine. Aliyokifanya unapopata kufaida, anainua matatizo mbalimbali. Endelea kuombea hii kitu kwako kitaweze kukaa. Raposete ripopopo abashandeleza rikanda la makoya rikanda la rosika para makoro katika jina la Yesu. Sema Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya neno lako ulilotuma kwa wakati huu. Asante Bwana. Ninaomba kibali sehemu nyingine tena niweze kuingia nyumbani mwako katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Amen.